الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الكرام، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة اليوم ما زلنا في صدد خطبة الماضي كن لله مهما نال الشيطان منك. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya Ijumaa ya leo tutakuwa tukiendeleza unwani ya khutba ya Ijumaa iliyopita, kul lillahi mahma nala minka shaitan, kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mahma nala shaitanu minka, vile atakavyokupata shaitani, lakini usiache kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tutaongozwa na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko katika suratu Tauba aya ya 102. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa akharuna atarafu bidhanbihim khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'a asa Allahu an yatuba alayhim inna Allaha ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii anatuambia, wa akharuna i'tarafu bidhanbihim, na kuna baadhi ya watu walikiri makosa yao, walikiri madhambi yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walikiri wakati gani? Khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'a, walichanganya matendo machafu pamoja na yale mazuri. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, walitenda matendo mazuri lakini mengine ni machafu, wakachanganya baina ya matendo mazuri na yale matendo mabaya, yote wanayo. Wakachanganya matendo mazuri na matendo maovu, na hii ndiyo tabia ya mwanadamu. Hakuna aliyesalimika na madhambi hata mmoja. Lasna maasumina fi dhunub, sisi sio maasumu katika madhambi. Utatenda mazuri, itafika mahala utateleza ukaingia kwenye machafu, ima kwa kujua au kwa kutojua. Khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'a, walichanganya matendo mazuri, mengine ni mabaya. Asa Allahu an yatuba alaihim, yawezekana Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe watu hawa. Inna Allaha ghafurur rahim,
hakika ya Allah ni msamehevu na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma. Mmoja katika masahaba maarufu kwa jina la Abu Mihjan al-Thaqafi. Abu Mihjan al-Thaqafi alikuwa katika utawala wa Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala an. Akiwa kwenye utawala wa Umar, na yeye ni sahaba aliyemuona mtume na ameishi na mtume, taayasha maa rasulillah, ameishi pamoja na mtume, lakin ibtuliya bishurbi al-khamr, alipewa mtihani wa kunywa pombe, akawa ni mlevi. Wa min shiddati ta'alluqihi bil khamri, vile alivyokuwa akiipenda pombe kabla ya Uislamu, na alikuja akashindwa kuacha kwa muda mrefu ndani ya Uislamu. Auswa ibnahu fi jahiliyatihi, alimuhusia mtoto wake katika zama za ujahil. Wa kana sha'ira maarufa bishi'r, alikuwa ni mshairi anayefahamika kwa mashairi. Alitoa mashairi akimuhusia mtoto wake juu ya unywaji wa pombe, akasema: idha mittu fadfinuni ila asli karumatin tarawi idhami ba'da mauti uruqiha wala tadfinanni fil falati fa innani akhafu idha mittu alla adhuqaha. Alimuhusia mtoto wake wakati wa ujahil, akamwambia: mwanangu, nikifa, idha mittu fadfinuni ila asli karumatin, nikifa ukanizike kwenye shamba la mizabibu, mahala ambako zabibu zinapatikana na pombe inatengenezwa. Ukinizika pale, tarawi idhami baada mauti uruqiha, yawezekana mifupa yangu ukinizika pale kwenye shamba la zabibu, ile mizizi ya mizabibu itachanganyikana na mafupa yangu, ile mifupa itakuwa ni yenye kupata pombe ya zabibu. Wala tadfinanni fil falati fa innani, usiende ukanizika jangwani, hakika mimi akhafu idha ma mitu alla adhuqaha, na hofia nikifa ukinizika mbali na mizabibu, nisije nikanywa pombe, nisije nikaonja ladha ya pombe. Kwa hiyo nizike mahala inakopatikana pombe, na hofia ukinipeleka jangwani nisinywe pombe. Alizungumza maneno haya Abu Mihjan. Lakini siku moja Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an akatuma jeshi kwenda kufungua mji wa Qadisiyya, fi maarakati al-Qadisiyya, na akamtawalisha kiongozi wa jeshi alikuwa ni Saad ibn Abi Waqas, ndiye alikuwa ni kiongozi wa lile jeshi likielekea katika maarakati al-Qadisiyya. Fakharaja mahum Abu Mihjan wa hamala zadahu wa hamala maahu khamran, kwenye lile jeshi akatoka Abu Mihjan akabeba zadi ya chakula atakayotumia huko akiwa kwenye jihadi, lakini akabeba na pombe pia vile vile, hakuacha, akabeba na pombe. Falamma wasalu ardha Qadisiyya, alipofika katika mji wa Qadisiyya, ardhi ya Qadisiyya, waswasa shaitan, shaitani akamtia vishawishi lihadha sahabi, fakhtaba fi makanin ba'idin wa shariba khamra, alienda akajificha sehemu ya mbali kidogo na watu, akajificha akanywa pombe. Na haya mengi yanafanywa na Waislamu. Mtu anajificha, akiona hapa hawanioni anakunywa pombe, hapa hawanioni anafanya zina, hapa hawanioni anajificha anavuta sigara. Sigara ndo usiseme, wanavuta mpaka chooni. Anaona hapa hawanioni, kama wataniona ngoja nikajifiche hata chooni, nipige pafu mbili alafu nitoke. Unapishana na mtu unaingia chooni, utadhani umeingia kwenye kiwanda cha sigara, lakini kumbe ni sehemu ya choo. Yani anaona bado, kwa sababu tu hakuna mahala pa kupatia chansi ya kuvuta sigara, hapa chooni pananitosha. Sasa Abu Mihjan akapata vishawishi vya shaitan, akajitenga mbali na watu, fashariba al-khamra, akanywa pombe. Falamma alima bidhalika Saad ibn Abi Waqas, Saad ibn Abi Waqas alipojua hilo, akatambua kwamba tayari Abu Mihjan amekunywa pombe, ghadhiba alayhi, akamkasirikia,
wa amara an yuqayyada bisalasil, akaamrisha afungwe na minyororo, wa yuallaqu alayhi fil khayma, alafu afungwe pale kwenye hema mpaka watakapomaliza vita waje wamshughulikie. Baada ya kufungwa pale, vita vikaendelea. Wa hurima min dukhuli alqital, akanyimwa kabisa asiingie vitani. Vita vikaendelea. Walamma bada alqital, vita vilivyoanza, samia Abu Mihjan Suhail alkhayl swayhati alabtal fi sahati alqital. Abu Mihjan yakawa anasikia sauti za farasi, anasikia sauti za mapigano katika uwanja wa vita, na mwenyewe amefungwa. Falam yatiq an yasbira, hakuweza kusubiri Abu Mihjan, hakuweza kusubiri ala alhabsi anil jihad wa mulaqati alkufari wa shahada wa badli ruhahu lillahi ta'ala. Hakuweza kusubiri Abu Mihjan, akaona mimi nimezuiliwa hapa, sipigani jihadi, nimezuiliwa kukutana na makafiri, pengine ningepata shahada, ningeenda peponi, na pengine ningetoa juhudi kwenye roho yangu, kwenye nafsi yangu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asa an yakuna dhalika kafaratu li, yawezekana ikawa ni kafara yangu, ni kufutiwa madhambi, an maasiyati, kutokana na madhambi yangu. Hakuweza kusubiri Abu Mihjan, wa in kana asiyan, hata kama alifanya maasi. Akhadha yunadi bi'ala sauti, Abu Mihjan yakawa anaita kwa sauti ya juu sana, akawa anapiga kelele, amefungwa hawezi akatoka, akawa anapiga kelele, yuko ndani ya hema. Fajaatuhu mraatu Saad, mke wa Saad akaja akamjilia, akamwambia madha turid, wataka nini Abu Mihjan? Qala, akamwambia fuki qaidi min rijli, niondolee hizi pingu nilizofungwa kwenye miguu yangu, niondolee hii minyororo nilofungiwa miguu yangu. Wa atini albalqa, na unipe balqa. Balqa ni farasu li Saad, balqa ni farasi wa Saad ibn Abi Waqas. Na Saad ibn Abi Waqas wakati jeshi linapigana, mwenyewe yuko ndani ya hema lingine amelala, akiwa ni mgonjwa, ameshindwa kwenda kupigana. Yule balqa amefungwa nje pale, ambaye ni farasi wa Saad, kwa sababu Saadi hajatoka kwenda vitani. Akamwambia mke wa Saadi, nifungulie hizi pingu, alafu unipe huyu farasi wa Saad, fa uqatilu, nikapigane jihad. Akamwambia fa in razaqani Allahu shahada fa huwa ma urid, kama Allah ataniruzuku shahada nikafa katika hali hii, hilo ndo ninalolitaka mimi. Wa in baqitu, na kama nitabakia, falaki ahadullah, nakupa ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa mithaquhu, na nachukua ahadi mbele ya Allah, an arji'a wa adha'u rijlayya ala qaidi, nitarejea hapa hapa, nitaweka miguu yangu kwenye hizi pingu, utanifunga tena, hata watu wasijue kama mimi nimeenda kupigana. Akawa anamuomba hata fuka alayhi, mpaka akafunguliwa zile pingu za miguuni. Fa akhadha albalqa, akamchukua farasi wa Saad, wa labisa dir'ahu, akavaa nguo yake ya kivita, wa ghatta wajhahu bimighfarin, akafunika uso wake kwa kitambaa akaufunga. Thumma qafaza ala dhahri alfaras, akapanda juu ya mgongo wa farasi. Wa alqa nafsahu baina alkufari liyuqatil, akaingia mbele ya makafiri akaanza kupigana. Wa hamala ala qaumin muqhamal as-sufuf fataajaba an-nasu min shujaatihi, akaingia kwenye safu akiwa anawapiga makafiri, watu wakastaajabu juu ya ushujaa wake. Wahum la yaarifun, na wala hawajui huyu ni nani ambaye wapigana kiushujaa namna hii, amefunika uso wake hauonekani. Wa adhhar Abu Mihjan shujaatan ajiba, Abu Mihjan alidhihirisha ushujaa wa hali ya juu. Wa ajaba an-nasu min qitali, watu wakastaajabu juu ya kupigana kwake. Wahum la yaarifuna hatta dhanna ba'dhuhum annahu madadan min almalaika fi as-sama, wakadhani baadhi yao kwamba anna hadha madadul malaika min as-sama, wakadhani yawezekana Allah ametutumia malaika kutoka juu mbinguni.
kwa ajili ya kuja kutusaidia, kwa sababu tumeanza kuzidiwa na makafiri. Waqala baadhuhum, na baadhi yao wakasema, in kana al-Khadar la yashhadu al-hurub fahuwa sahibu al-Balqa, kama leo kuna shujaa amepigana kwenye vita, ni huyu jamaa alompanda huyu Balqa, alompanda farasi wa Saad. Saad hajahudhuria vita, lam yahdhuru alqital, hajahudhuria vita, lakinahu kana yuraqibu alqital. Saad anatizama vita inavyokwenda, yuko ndani ya hema lake. Falamma raa Aba Mihjan, alipomuona Abu Mihjan kwenye hali hiyo, ajiba min quwwati qitali, akastaajabu kwa nguvu ya kupigana kwake, wa shiddatu basihi, na vile anavyowaangusha makafiri. Waqal Saad ibn Abi Waqas akasema, ad-darbu darbu Abu Mihjan, hili pigo hili ni pigo la Abu Mihjan, wal karru karru al-Balqa, na mbio za farasi ni farasi wangu Balqa, hizi ni kama mbio za farasi wangu. Wa Abu Mihjan fil qaid, Abu Mihjan amefungwa, yuko hapa kwenye pingu zake. Wal Balqa fil habsi, na farasi wangu Balqa nimemfunga, yuko pale nje, lakini mbona yale mapigo yanaonyesha kama ya Balqa na Abu Mihjan. Falamma intaha alqital, vita vilipomalizika, aada Abu Mihjan saliman ila sijni, Abu Mihjan akarudi, Waislamu wamepata ushindi, akarudi kwenye zile pingu zake na kwenye minyororo yake, akajivalisha minyororo, akajifunga tena. Wa wadaa rijlahu fil qaid wa nazala Saad, Saadi akaenda pale, akakuta alipomtizama, fawajada farasahu ya'riq, akamkuta farasi wake bado ametokwa na majasho farasi, lakini bado kuna damu za wapiganaji zinadondoka. Akamtizama, akaona mbona huyu farasi ameingia kwenye vita. Faqala ma hadha, akauliza nini hii? Fadhakaru lahu qissata Aba Mihjan, wakamtajia kisa alichokifanya Abu Mihjan pamoja na ulevi wake. Faqala Saad akasema, wallahi, na hapa kwa Allah, la ajliduka fil khamri abadan, kuanzia leo sitokuchapa viboko kwa ajili ya ulevi wa pombe. Kamwe sitokuchapa viboko kwa sababu tu umekunywa pombe. Kuanzia leo, la ajliduka abadan, sitokupiga viboko leo. Abu Mihjan aliposikia maneno ya Saad, akajibu na yeye mwenyewe. Faqala Abu Mihjan akasema, wa ana wallahi la sharibtu khamran abadan, na mimi nakuapia kuanzia leo hutaniona ninywe pombe kamwe, sitokunywa tena pombe. Ndugu zangu katika imani, ma alladhi hamala Aba Mihjan wa huwa sahibu al-kabir ala hadha al-fi'l, ni kipi kilichomfanya Abu Mihjan mwenye madhambi makubwa ya kunywa pombe, na ni sahaba wa Mtume? Omar kamtandika viboko kwa ajili ya pombe, Saadi kamtandika viboko, lakini ni kipi kilichompelekea Abu Mihjan kuingia kwenye uwanja wa vita na akapigana na Uislamu ukapata nguvu mpaka watu wakadhania annahu madadan minas sama, kwamba yawezekana ni nguvu itokayo juu mbinguni na wala sio Abu Mihjan? Ni kipi kilichompelekea akayafanya haya? Wa huwa sahibu kabira, naye ni mtu aliyefanya madhambi makubwa. Wa kaifa tajtamiu maasiyata hadha maa taati llah, ni vipi maasi haya yakajikusanya pamoja na utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala? Shurb al-khamri maa al-jihadu fi sabilillah, min aina hadha? Ulevi wa pombe pamoja na jihadu fi sabilillah, vipi vinakaa pamoja viwili hivi? Lakin alladhi hamala Aba Mihjan bidhalik, kilichomfanya Abu Mihjan kuyafanya haya, innaha alghira ala dinillah, alikuwa na wivu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Licha ya kwamba ni mlevi, lakini alikuwa na wivu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu ashauqu ila al-amali lid-dini, hakika ile shauku ya kufanya matendo yakiwa ndani ya dini, haraka al-iman fi qalbi Abi Mihjan, hayo ndo yaliyefanya kuamsha hisia na iman katika moyo wa Abu Mihjan.
wa huwa mu'tarafun bi khati'atihi, naye alikiri makosa yake, ma ghalabati nafsihi, pamoja na kwamba nafsi yake imemshinda fil masiya, katika maasi, walakin yuqiru annani mukhti'a, lakini anakiri kwamba mimi ni mwenye kufanya makosa. Ndugu zangu katika imani, wa hakadha, na hivi sasa, almu'minu sadiq, mu'mini wa kweli, ghayurun ala dini llah, anakuwa na wivu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana muqtasiran am mufritan fi ba'dhi alwajibat, hata kama amepunguza au ameacha katika baadhi ya mambo ya wajibu, maadamu ana wivu na dini yake, hawezi akakubali dini kudhalilishwa au dini kushindwa mbele yake, hata kama anajitambua ana madhambi. Lakini pia walau kana murtakiban bilmaasi au bidhunub, walakin aliman, lakini imani sasa yunadihi lilbadli walkhairi alladhi fi qalbihi, imani inamuita katika khairi, inamuita katika nini? Katika ghira, alladhi yuharriku mashaira nafsa, ambayo inaamsha hisia za nafsi yake. Paka akaenda akapigana Abu Mihjan radhiyallahu ta'ala anhu, na ushindi ukapatikana. Kwa maneno haya tunasema hivi, laqad nadhara Abu Mihjan ila almuslimin, Abu Mihjan aliwatizama Waislamu. Baada ya kuwatizama Waislamu na vile wanavyopelekeshwa katika vita, fakaannahu raa fihim dha'fan, kama vile Abu Mihjan ameona Waislamu wamezidiwa, udhaifu umepatikana. Wa alima min nafsihi annahu qadirun ala saddi hadhihi athara, akajiona yeye mwenyewe, akajitambua kwamba mimi naweza nikaziba nafasi hii, mwanya huu, udhaifu huu, mimi naweza nikauondosha. Fathara hamiyatahu ad-diniya, hisia zake za kidini zikaamka. Walam yataallal bimaasiyati, hakuleta sababu za maasi kwamba mimi nafanya maasi. Wayataqaas wayatakasal, wala hakurudi nyuma, hakukaa kwa sababu yeye ni mtu wa maasi. Wa hakadha kana uswatu dhaka zaman, na hivi ndio ilikuwa wale watu wa zamani, walikuwa pamoja na maasi yao ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini walikuwa wanaghira na uchu na dini yao, hawakutaka dini kudhalilishwa abadan abadan. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi wa kafa, thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum maratan thaniya ayuha almuslimun, thumma uswi nafsi bitaqwa Allahi subhanahu, wa laqad faza wa naja almuttaqun. Sal nafsaka ya abdallah, iulize nafsi yako, wewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi tadhunnu fi nafsika annaka tahir, ambaye unadhani kwamba wewe umetoharika, ma annaka lam tutahira nafsak, licha ya kwamba nafsi yako hujaitoharisha bado. Iulize nafsi yako, madha qaddamta lidinik, umetanguliza nini kwa ajili ya dini yako? Am gharratka almaasi watakaaksa an al-amali salih, au maasi yamekufanya ukarudi nyuma, ukaacha kutenda matendo mema kwa sababu wewe ni mwenye kuasi? Wama alladhi anfaqta min malika wa waqtika, ni kipi ulichotoa katika mali zako kwa ajili ya dini hii? Umetoa nini kwenye mali zako, ambayo hata siku ya Kiyama inaweza ikawa ni shafaa kwako wewe, ukamwambia Allah, nilifanya kadha wa kadha wa kadha. Umefanya nini? Wakati wako umeutumiaje? Kama sio kwenda kukaa na kushabikia mechi za mpira, kama sio kwenda kukaa na kubeti, kama sio kwenda kukaa na kusengenya, kama sio kukaa na kuchati, kama sio kukaa na kuangalia vitu vya ajabu kwenye simu yako uloinunua kwa pesa zako, alafu inakupeleka kwenye moto wa Jahannam. Umetumiaje wakati wako kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala?
Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuonyesha kwamba Abu Mihjan alifanya matendo ya kiubinadamu. Kama kunywa pombe, aliteleza kama binadamu, kama ulivyoteleza wewe, umefanya maasi. Hapa ndani ya msikiti huu leo hii, laiti ikafunuliwa, kila mmoja akaangalia makosa yetu baina yetu, kila mmoja akaona ya mwenzake, tataajabu, utashangaa. Wengine utakuta humu wana watoto wa zinaa, wengine utakuta humu wamewahi kulala baa, wengine utakuta humu yani wana mambo ya ajabu, ni washirikina, wana hirizi kubwa mpaka kwenye viuno vyao wamefunga hirizi. Lakini kwa sababu ni siri ambayo baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, basi chakulia Abu Mihjan alifanya matendo ya ubinadamu, lakini akakiri kwamba nimekosea na akatubia. Je, wewe umetubia kwa makosa yako? Bwana Mtume anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi law lam tudhnibu, laiti ninyi mngelikuwa hamfanyi madhambi, la dhahaba Allahu bikum, Allah angekuondosheni. Wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirun, na angeleta watu wengine wakafanya madhambi kisha wakataka msamaha, fayaghfiru lahum, Allah atawasamehe watu hao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwenye aya, aqimis salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl, simamisha swala wakati wa mchana na usiku. Kufanya hivyo maana yake nini? Innal hasanati yudhhibna sayyiati, hakika yale mazuri utakayoyatenda yatafuta yale maovu ambayo tayari ulikwisha yafanya. Ukisimamisha ibada vizuri, yatafuta yale uliyoyafanya ambayo ni maovu. Dhalika dhikra lidhakirin, huo ni utajo kwa wale wenye kukumbuka. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, thani al-khulafa ar-rashidin, anasema Umar ibn Khattab, anna rajulan kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuna mmoja katika maswahaba wa Mtume alikuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kanu yudhiku Rasulullah, alikuwa akimchekesha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana nabii sallallahu alayhi wasallam qad jaladahu fi sharab, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimchapa viboko huyu jamaa kwa ajili ya kunywa pombe, kwa ajili ya ulevi wa pombe. Bwana Mtume kamchapa viboko. Siku nyingine akaletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fajulida, akachapwa viboko. Faqala rajulu min alqaum, mtu mmoja alokuwepo pale akasema, Allahumma il'anhu, ewe Mwenyezi Mungu mlaani huyu jamaa. Ma aktharu man utiya bihi, mbona analetwa mara nyingi pombe, ewe Mwenyezi Mungu mlaani huyu jamaa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume akasema, la tal'anuhu, msimlaani huyu jamaa. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasula, mimi sijaona kwa huyu jamaa pamoja na ulevi wake isipokuwa anampenda Allah na mtume wake. Anampenda Allah na mtume wake pamoja na kunywa kwake pombe. Kwa mafunzo haya yanatufundisha vyema kwamba tunapoona vijana wamepotea kwenye uzinzi, wamepotea kwenye ulevi, wamepotea kwenye kamari na mfano wake, tuwanasihi hawa vijana warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tusiwadharau na tukawapuuzia tukaona hawa hawatuhusu kwa sababu wamefanya madhambi, wamepindukia. Bado wanatuhusu. Yawezekana wanampenda Allah na mtume wake pamoja na kwamba wako kwenye maasi, bado kuna haja ya kulinganiwa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana, walinganie vijana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma na kwa mawaidha yaliyo mazuri. Usiwakatie tamaa vijana. Ndugu zangu katika imani, akhiran, kwa kumalizia hutuba yetu, Allah subhanahu wa ta'ala katuambia, walladhina idha fa'alu fahisha au dhalamu anfusahum, na wale pindi wakifanya makosa, wakafanya ufahish au wakadhulumu nafsi zao, dhakarullaha fastaghfaru lidhunubihim, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wanamtaka Allah msamaha kwa madhambi yao. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna wakusamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, hawatoendelea tena kuyafanya hayo madhambi kwa sababu wameona wamekosea. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, hao ndo wenye malipo na msamaha utokao kwa Mola wao. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, watakuwa katika pepo ipitayo mito chini yake. Khalidina fiha, wataishi kwenye ile pepo milele. Wa ni'ma ajrul amilin, na hiyo ndo neema ya malipo kwa wale wenye kutenda
matendo yaliyo mazuri. Ndugu zangu katika imani, kam min amthali Abu Mihjan al-yawm fi sufufi almuslimin, leo ni wangapi wa mifano ya Abu Mihjan katika safu za Waislamu? Ni wangapi waliotoharika kwa kutotenda makosa, kwa kutomkosea Allah kwenye safu za Waislamu leo hii? Nani aliyetoharika na madhambi? Lakini mimman hukima alayhi bilin'izal, kuna watu wametengwa na Waislamu kwa sababu ya madhambi yao, au hakama nafsahu faghtazala, au mwingine akajiona mimi nimekosea sana, nimemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, akajiweka mbali na watu. Fama zala bihi shaitan, shaitani hajamuachia mtu huyu, hata waqa fima huwa a'dham, paka inafika mahala anaingia katika mambo ambayo ni makubwa kabisa katika madhambi makubwa. Ndugu zangu katika imani, kuna haja ya kufanya da'wa na kuwalingania watu. Kwa nini? Mmoja katika mashuara aliwahi kusema maneno haya, uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim ash-shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'as walau kana sawa'un fil bidha. Aliwahi kusema maneno haya mmoja katika wema walotangulia katika masalaf, uhibbu salihina wa lastu minhum, na wapenda watu wema hata kama mimi sio mwema. Wapende watu wema hata kama wewe hujafikia kwenye wema ule, lakini wapende watu wema, suhubiana nao, kuwa na urafiki na watu wema, kuwa karibu na watu wema, watakuongoza. Lakini akasema la'alli an anala bihim ash-shafa'a, yawezekana nikapata uombezi wao. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'as, nachukizwa na mtu ambayo anadumu na maasi muda wote, yuko katika maasi, ananichukiza. Walau kunna sawa'un fil bidha, hata kama tuko sawa kwenye maasi, mimi nafanya maasi na mwenyewe anafanya maasi, huyu namchukia kwa sababu hatonisaidia mimi kuondoka kwenye maasi. Lakini nawapenda wema hata kama mimi niko kwenye maasi, kwa sababu watanitoa mimi kwenye maasi, ipo siku nitatoka kwenye hayo maasi. Ndugu zangu katika imani, tusisahau kwamba tuko katika ashhurul hurum, katika miezi mitukufu, nayo tuko mwezi wa kwanza wa hijiria, na hii ni miongoni mwa miezi mitukufu ambaye Allah amesema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Miongoni mwao ni miezi mitukufu minne. Katika hiyo miezi minne ni mwezi wa Muharram, ambayo ndani ya mwezi huu yatekana watu wakithirishe kutenda matendo mema zaidi, na ndiyo yapatikana yaumu Ashura, ambaye Musa alifunga siku ya 9 na Bwana Mtume alifunga, na watu wakasema baada ya kukutwa Mayahudi wanafunga ile siku ya Ashura, wakaulizwa na Mtume, kwa nini mwafunga? Wakasema ni siku ambaye Allah alimuokoa Musa. Bwana Mtume akasema si tuna haki ya kuifunga. Kwa hiyo tarehe 9 ya Ashura watu wafunge, na tarehe 10 ya Ashura watu wafunge. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wafiqna ila alhaq wa ila tariqi mustaqim. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.